zangu wana Kenya na Wakristo wote, hasa wale wa imani ya Katoliki. Leo ni siku ya maombolezi kwetu, wakati ambapo tumepokea habari ya kwamba baba yetu wa kiroho katika ulimwengu mzima ametuacha. Ni jambo la huzuni, lakini kwetu ambao tuko na imani kwamba tuko humu duniani lakini tutaondoka duniani hii, kwetu ni kusema amepumzika, anaenda kwa baba. Kama unavyojua ama pengine umepata habari, wakati mwingi alikuwa asikii vizuri. Kutoka mwaka uliopita alikuwa anapelekwa hospitali, anatoka. Hata wakati huu alikuwa pia afya yake ilikuwa nzuri sana, lakini madaktari walijaribu, sisi kama waamini tukajaribu, tukamuombea kila jambo, lakini mapenzi ya Mungu yametendeka. Tumesema ni pole kwa Wakatoliki wote na viongozi wote wa ulimwengu, kwa sababu yeye ni kiongozi wa dunia, sio kiongozi wa Katoliki peke yake. Is a world leader, kiongozi wa dunia. Kwa hivyo dunia yote inaomboleza. Na wakati huu wa maombolezi tunasema tuombee kanisa Katoliki, tuombee mapadri, tuombee viongozi wote na waamini wote wakati huu mgumu, lakini sote tunajua kwamba tutakutana yeye. Baba Mtakatifu kama kiongozi ambaye alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa anaunganika na kila mtu. Yeye hakuwa anajali wewe ni wa dini gani ama dini gani. Unamwona Waislamu, unamwona Orthodox, unamwona Anglikana, kila mtu na maskini. Yeye alikuwa mtu welcome kwa kila mtu na alikuwa free kutembea kila nchi. Yeye alikuwa naona binadamu kama watoto na watu na viumbe wa Mungu. Hata katika mazungumzo yake kila wakati alikuwa anataka tuwe na utu, ubinadamu. Kwa sababu tukiwa na ubinadamu, na ukiniona na mimi kuone kama mtoto wa Mungu, hata dini hakuna mahali itaingilia. Alikuwa anataka tuache huo ubaguzi wa dini, ubaguzi wa kusema mimi naabudu hapa na abudu hapa. Sote ni viumbe wa Mungu, tumeumbwa na Mungu. Tukijiona kama watoto wa Mungu na uone mwenzao kama mtoto wa Mungu, tutaishi na amani, hata tutaabudu ipasavyo.